Kwa kimbinu, kocha Miguel Gamondi unaweza ukampa ngapi kwenye 10? 8. 8 ya 10. 8 ya 10. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho amekuwa kikiamini, lakini namna ambavyo ameweza kufundisha hizo timu ambazo kapita. Ndio. Kimbinu unakuja kuangalia katika engo moja, kwa maana ya uendelezaji wa vipaji vya wachezaji, unapiga tiki pale kwenye box lako. Amefanya hivyo vizuri sana. Na kwa mkataba wa miaka 2 unategemea kuona maingizo mapya ama sura mpya kwenye kikosi. Lakini hata zikiendelea kuwepo zile ambazo tumezoea kuziona ambazo alikuwa nazo kwenye mashindano ya AFCON. Ndio. Kwa sababu gani? Unazungumzia swala la development, kwa maana ya maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja. Sote tunaona sasa hivi namna ambavyo Foba amedevelop performance yake akiwa na timu ya taifa, lakini utamzungumzia golikipa mwingine Hussein Masaranga na wachezaji wengine. Lakini kitu kingine unakuja kuangalia kwenye ile setup ya timu, kwa maana ya muundo wa timu yake inavyokuwa inacheza. Historia huko alikokuwa tokea Mamelodi Sundowns, lakini Young Africans, Singida Black Stars, Taifa Stars, katika michezo kadhaa ambayo kaisimamia timu ya taifa. Unaangalia namna ambavyo timu inakuwa ina seti. Walinzi 4 nyuma, viungo wakabaji 2, anakuwa na washambuliaji wa pembeni kwa maana ya mawinga ambao watakuwa wanasaidia timu kupata balance, kwa maana ya kurudi kukaba pale ambapo timu inakuwa ina mpira na kwenda kushambulia kwa kushtukiza pale ambapo timu itakuwa imepoka mpira kwenye eneo lao pale ambako mpinzani atakuwa na possess tunasema. Kwa hiyo unamwangalia ile setup ya kiuchezaji ya timu ya Miguel Gamondi, timu yake inaonekana inacheza vizuri pasipokuwa na mpira, lakini inaonekana inacheza vizuri ikiwa na mpira. Ni jambo zuri. Kwenye boksi pia hapo unatia tiki. Kitu cha 3 kwenye maboksi 5 ya ukocha ambao unampima kimbinu. Kitu kingine cha 4, unamwangalia Miguel Gamondi namna ambavyo anaweza kusoma mchezo, kwa maana ya game reading. Mpango kazi wa mchezo ambao ni game plan tunaita, namna ambavyo anaweza kwenda ku-approach wapinzani tofauti. Poma katoka kuzungumza hapa, na hata asingezungumza kwa sababu sio siri tena, Miguel Gamondi ndo kocha ambaye kaandika historia ya kuipeleka Taifa Stars hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza kabisa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule mpango kazi wake mzuri wa timu kiuchezaji, kitu ambacho kilikuwa kinawapatia wakati bora wachezaji kuweza ku-execute, kutafsiri kile ambacho walikuwa wana train viwanja vya mazoezi, lakini kwenda kuongezea ule uwezo wao binafsi, na timu ikaa inaweza kusogea kwa maana ya kupata matokeo au kuokota alama, kwa sababu ilikuwepo michezo ya sale. Lakini unaangalia sasa wapinzani ambao Stars alikutana nao katika hao mashindano ya AFCON, opponent ambao wana historia kubwa kwenye mpira wa Afrika, opponent ambao wana vikosi ambavyo vimesheheni wachezaji nyota wengi kutoka barani Ulaya na bara la Amerika na Asia. Ndio. Unakutana nao Taifa Stars, ambapo wewe unaangalia aina ya wachezaji ambao nao wengi ni tunasema ni self-made, wachezaji waliojitengeneza wenyewe kwenye viwanja vya mtaani. Sio wachezaji wa kutengenezwa kwa kiasi kikubwa, lakini unashindana na wapinzani ambao unakuta wao wachezaji wametengenezwa na kuandaliwa kwenye mfumo rasmi mpaka wanafika kupatikana pale. Kwa unaangalia Tunisia, Morocco, Nigeria, Uganda pia, kwa sababu tulikutana nao na ni moja ya mataifa ambayo kwenye ukanda wetu wa Sekafa ni taifa ambalo ni kubwa kuliko Tanzania unapokuja kuzungumza swala la mpira wa miguu. Kwa katika mazingira yale ulikuwa unaona namna ambavyo alikuwa anaweza kuzi-approach mechi zake. Kwenye hiyo approach ya mchezo ndo unapata mpango kazi ambao ndo game plan, lakini ile game reading, namna ambavyo alikuwa anaweza kuutafsiri mchezo ukiwa unaendelea, kwa maana ya zile dakika 90 sasa. Refa kapuliza kipenga, mechi imeanza. Namna ambavyo kocha anaweza kuzisoma zile dakika 90 zote ili kujua sehemu gani kuna madhaifu, sehemu gani kuna ubora kwenye timu yake, lakini sehemu gani ina madhaifu kwa mpinzani na mpinzani yuko bora sehemu gani, ili uweze kufix vitu, kwa maana ya kuweka vitu sehemu moja ambavyo vitakuja kukusaidia, itakuwa ni faida kwa upande wako. Kwa hiyo pale unasema ile ni double sided advantage. Anaweza kusoma mchezo, lakini anaweza kuwa na mpango kazi mzuri ambao unaweza kumpelekea kushinda michezo mingi ama kupata matokeo ambayo yeye anakuwa anatamani kuyapata. Kwenye boksi kwa swala la 4 hapo unaweka tiki. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.